Tusalie kaunti hiyo ya Meru ambapo familia ya watu watatu inaomba msaada baada ya nyumba yao kuteketezwa moto katika tukio linaloshukiwa kuwa shambulio la makusudi eneo la maili 3 mpakani mwa Meru na Isiolo. Wakazi wanasema tukio hilo linahusishwa na mgogoro wa ardhi unaoathiri zaidi ya koo 200. Mmiliki wa nyumba hiyo Simon Kirimi anasema washambuliaji walivamia alfajiri na kuiacha familia yake bila makazi, lakini hawakujeruhiwa baada ya tukio hilo. Wakazi wenye hasira walifunga barabara ya Meru kuelekea Isiolo kwa takriban saa 3 kabla ya maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Isiolo kurejesha utulivu. Kutoka tu kama 20 meters kwa nimetoa mtoto na bibi yangu within 20 kama kwenda kama 20 meters mimi nikaona nyumba tu imechomeka yote. Na watu ni kama walikuwa wametumwa na kuna marisasi ikapigwa. Na marisasi ni kama ni askari walikuwa wamewasimamia wakachoma nyumba. Kila kitu nimechomewa, kila kitu, sina kitu kingine. Mimi nikasikia nduru. Mimi saa ile nimetoka nimegonga na mawe sana. Asubuhi. Hata sasa ndio nimeanza kusikia mawe mahali iliniangukia. Kwa maana lengo yangu ilikuwa nikimbie niokoe hawa kijana na mtoto na bibi yake. Na maajabu ile tunaongea na siogopi nikisema, na hata mahali yote ndaenda siogopi hapo, nasema kabisa na sikatai hapo. Imagine watu hao wote vile tumeita tumemweza kuona askari wamegua watatu kwa njia. Askari wakafale. Ndio wamepiga risasi kama 3 hapa, kama watu wanaogopa. Mimi siogopi maana imepigwa risasi kama 4 hapa. Na vile imeendelea tumesukuma hao watu wote na ndio tumeumia. Sasa tunauliza kama tuna haki.